Jambo la tatu, ili uweze kuzitunza nguvu za Mungu, jambo la tatu, unatakiwa kuwa mtu wa kuvumilia na kukaa katika mapenzi ya Mungu au katika kusudi la kuumbwa kwako. Uwe mtu wa kuvumilia na kukaa katika mapenzi ya Mungu. Halo? Amen. Uwe mtu wa kuvumilia kukaa katika mapenzi ya Mungu au kwenye kusudi lake. Sikiliza, Mungu hawezi kutoa nguvu kwa uharibifu. Kama uko nje ya mapenzi ya Mungu, Mungu hawezi kukupa nguvu zake. Yaani ukiwa nje ya mapenzi ya Mungu, umejitenga na nguvu za Mungu kukusaidia. Narudia tena, ukiwa nje ya mapenzi ya Mungu, umetoka kwenye nafasi ya kusaidiwa na nguvu za Mungu. Kile unachokifanya, sema yeye, kile unachokifanya kikiwa nje ya mapenzi ya Mungu, umejitenga na nguvu za Mungu kukusaidia. Wakati mwingine mapenzi ya Mungu sio yale yanayokufurahisha wewe. Yaani si kwamba kila mapenzi ya Mungu juu ya mtu yatakupa furaha muda huo. Kuna mengine mapenzi ya Mungu yanakupa uchungu, mengine mapenzi ya Mungu yanakupa aibu, mengine mapenzi ya Mungu yanakupa masikitiko, mengine mapenzi ya Mungu yanakupa ugumu, lakini kwa sababu ni mapenzi ya Mungu usiyaache kaa pale pale. Kuna mtu ukimwambia mapenzi ya Mungu anazenea mapenzi ya Mungu. Ukiona mtu anakuambia ukiwa ndani ya mapenzi ya Mungu una celebrate, huyu hajajua Mungu yupi. Unaweza ukawa ndani ya mapenzi ya Mungu lakini ukapitia ugumu, ukaaibika, na uko ndani ya mapenzi ya Mungu ukateswa. Kwa sababu yale mateso umesimamia mapenzi ya Mungu, baada ya mateso Mungu huwa anainua neema kubwa kupeleka mbali. Katika mateso yale huwa kuna nguvu fulani inashuka kwa kukutia nguvu kuendelea. Mapenzi ya Mungu sio kwamba yatakufanya uburudike. Kuna wakati mwingine mapenzi ya Mungu hayatakufanya uburudike. Ndio maana kuna watu mliambiwa labda muwe mnaombea vitu fulani usiku, mwili unakwambia umechoka. Umetoka nje ya mapenzi ya Mungu, alafu unahitaji Mungu akusaidie kwenye maisha yako. Hawezi, sio Mungu huyo. Unajua kuna vitu anafundisha, kuna akili namwambia labda nakwambia wewe. Ni Mungu anakwambia. Na hapa pengine si kwamba uko hapa. Kuna wengine watanisikia kwa njia ya mtandao, wao hata sijawahi kukutana nao physically hivi, lakini hiyo neno linawahusu. Wewe ambaye uko hapa ndio lisikuhusu. Kuna mwingine uliwahi kuambiwa usifanye hiki na hiki au fanya hiki, ukaona ni ugumu, yani unaona ni mateso. Ndio, kuna wakati mwingine mapenzi ya Mungu ukiwa ndani ya mapenzi yake, utaona kama ni mateso. Ila ndio kumebeba baraka zako, ndio kumebeba ulinzi, ndio kumebeba nguvu. Hilo eneo ukikaa nalo. Watu wengi wanahitaji Mungu awasaidie, nguvu za Mungu ziwatembee, ziwasaidie kwenye maisha yao, lakini unakuta biashara yao iko nje na mapenzi ya Mungu. Unakuta maisha yao yako nje na mapenzi ya Mungu. Unakuta kile wanachokifanya ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Nisikilize, sema si kila mtu alichokifanya ukaona kimemfanikisha kwa maisha ya kimwili kwamba kiko ndani ya mapenzi ya Mungu. Kuna mwingine anaweza kitu akakifanya akaona vitu vya kimwili amevipata, lakini ni kinyume na mapenzi ya kuumbwa kwake, ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Nisikilize nikwambie, chochote unachokiona mtu amekifanya, sema chochote unachokiona mtu amekifanya, unaona kimwili kimemfanikisha vitu vya kimwili, ila kikiwa ni kinyume na mapenzi ya Mungu, hicho kitu inaweza kugeuka kuwa tanzi kwake yule anayekifanya. Ukifanya kitu kinyume na mapenzi ya Mungu, usifurahi kwa sababu unaona eti kinaendelea. Kitu chochote unachokifanya kinyume na mapenzi ya Mungu hakina maana kama hujaamua kugeuka ukaisha kwenye mapenzi ya Mungu. Chochote unachokifanya hata kama kikufanikisha, kama kiko kinyume na mapenzi ya Mungu, hakina maana. Ndoa yoyote unayoishi, kama hiyo ndoa ni kinyume na mapenzi ya Mungu, hata kama yule mwanamume kakununulia gari Rolls Royce, kama ndoa hiyo ni kinyume na mapenzi ya Mungu, yani maana yake kaacha mke wake kakuoa wewe, alafu amekununulia gari kakujengea nyumba ya ghorofa 8 kwenda juu, hata kama vitu unavipenda, ila kinyume na mapenzi ya Mungu, vinageuka kuwa tanzi kwako. Unaweza kaa kwenye hilo gari ikasababisha ajali, ukafa, ukafutika na kichwa kikapasuka, ubongo wakauzoa, akakuzika wewe mfupa na ubongo, kwa sababu hilo gari unalomiliki ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Biashara yoyote unayoifanya, kama uliiba mtaji
ukaenda kufanya biashara, hata kama unaenda kuzalishia, kama ni kinyume cha mapenzi ya Mungu, haina maana, itageuka kuwa tanzi. Chochote unachokifanya nje ya mapenzi ya Mungu ninaweza kuwa tanzi anytime. Kuanzia sasa ninavyoongea, muda wote naweza ikawa ni tanzi kwako. Ndio maana kuwa makini kwenye kile unachokipitia. Ukiona ugumu unakuja maisha, ugumu unakuja, unaomba usiku uone matokeo, kaa chini kwanza, jiulize, je, niko katika mapenzi ya Mungu? Kwa sababu kuna maombi mara tatu ambayo kuna vitu vinaweza kusababisha maombi ya mtu asijibiwe. Nisikilize vizuri hapa. Mambo matatu yanaweza sababisha maombi ya mtu asijibiwe. Jambo la kwanza, ukiomba bila maarifa. Umenielewa? Chochote unachokifanya katika ufalme wa Mungu hakina maarifa. Maarifa ni nini? Ni uelewa sahihi kwenye juu ya kile kitu unachokifanya. Maarifa ni uelewa sahihi au ufahamu sahihi juu ya lile jambo unalolifanya. Umenielewa? Yaani mfano umeenda kwa hospitali, nesi anataka akudunge sindano. Anatafuta mshipa akapiga kwenye nyama tu kawaida. Alafu akisema dawa imeenda bwana. Yeye ameona dawa imeenda, kumbe haijaenda kwenye mshipa, imeenda tu kwenye ngozi, itatuna ngozi, unaona inatuna. Ndio dawa imeenda, lakini una maarifa, ulitakiwa upige kwenye mshipa. Sasa uelewa sahihi kwenye kile unachokifanya ndio kitu kinaitwa nini? Maarifa. Umenielewa? Sasa maombi ya mtu anaweza asijibiwe, cha kwanza ukiomba bila maarifa. Umenielewa vizuri? Umenielewa vizuri? Jambo la pili, ukiomba kinyume na mapenzi ya Mungu. Umenipata? Ukiomba kinyume na mapenzi ya Mungu, kuna watu hapa, sema wameomba maombi yao wajibiwe, hawajajibiwa mpaka leo, wanaomba kinyume na mapenzi ya Mungu. Mungu alikwambia kaa hapo nitumikie, wewe unakwambia fungue mlango ulete upatiwe mtaji wa biashara. Nenda funga, omba, vote, omba, toa sadaka na utoavyo. Ila sadaka utatoa kama madhabahuni, tutatumia kama kanisa, lakini wewe ujibiwi. Kwa sababu unaomba kinyume na mapenzi ya nini? Jambo la tatu. Hii kwanza na jambo la pili nisitize tena kidogo. Umenielewa vizuri? Umenielewa vizuri? Unaomba kinyume na mapenzi ya nini? Kuna mtu anaweza kawa amemchukua mume wa mtu, ndoa imevurugika, afa anaenda kwa pastor eti awaombee ndoa itulie. Itatuliaje hiyo? Ni mume wa mtu. Unatakiwa muache, labda tutaombe Mungu akuletee wa kwako halali. Tunabadilisha prayer point. Wewe mume wa mtu tuombe ndoa itulie, yaani utulie na mume wa mtu nyumbani. Hiyo naiombeaje pastor? Mapasta wapo wanaoziombea hizo, mimi siziwezi. Mimi nakwambia mume wa mtu muache, tuombee wa kwako, Mungu akupe wa kwako. Achana na mume wa mtu. Halo. Amen. Sio kama unanielewa. Kuomba kinyume na mapenzi ya nini? Amen. Unasema mbona biashara yangu imepata hasara, ninaibia, nimefanyaje? Je, ni mapenzi ya Mungu ufanye hiyo biashara? Halo. Amen. Kwa hiyo kuna vitu unavifanya na umeombea prayer point nyingi kila mwaka huko ulipokuwa unazunguka, lakini viko kinyume na mapenzi ya Mungu. Jambo la tatu ambalo linasababisha maombi ya mtu yasijibiwe. Umenielewa vizuri? Umenielewa vizuri? Jambo la tatu linalosababisha maombi ya mtu yasijibiwe, ukiwa umtenda dhambi. Tumeshajifunza, ukiwa unaomba na huku unanuka dampu, maombi hayajibiwi. Yaani unaomba wakati wewe unatafuna dhambi kama unayemungunya pipi. Yaani dhambi unaimungunya kama unavyomungunya pipi. Maombi hayajibiwi. Umenielewa vizuri? Ukiomba sawa na mapenzi ya Mungu, kujibiwa ni rahisi. Halo. Fungua kitabu cha Mathayo. Fungua kitabu, andika Yohana 4:34. Yohana 4:34. Yohana 4:34. Yohana 4:34. Alafu ifungue, lakini pia andika Mathayo 26. Mathayo 26:39 mpaka 44. Tutaisoma Yohana hiyo, Mathayo nitaielezea. Yohana 26:39 mpaka 44. Mathayo 26:39 mpaka 44. Soma Yohana. Biblia inasema 4:34.
Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hichi. Chakula changu ndicho hichi. Niyatende mapenzi yake. Niyatende mapenzi yake. Aliyenipeleka. Nikaimalize kazi yake. Niimalize kazi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa ni wanafunzi walienda sokoni kutafuta chakula. Wakamwacha Yesu mahali. Yesu akaenda kwenye kisima, ndo akakutana na yule mwanamke Msamaria, akamtolea unabii na nini yote iliyoendelea. Ulishasoma hiyo Biblia. Sasa baada ya hapo wanafunzi wanarejea kutoka kule sokoni, wanamkuta Yesu amekaa. Baadaye wakaandaa na chakula wakamaliza. Yesu bado yuko biza anatafakari mambo ya ufalme. Wao wanamuita, njoo tule, anasema hapana. Biblia inasema wakawaza labda yule mama amemletea chakula. Tulimkuta naye wanaongea kwenye kisima hapa, labda atakuwa amemletea chakula kashiba huyu. Sikiliza, Yesu ameshajua mawazo yao. Akamwambia, nisikieni, chakula changu ndicho hichi. Mmenielewa vizuri? Chakula changu ndicho hichi. Niyafanye mapenzi yake aliyenituma ili niimalize kazi yake. Nisikilize nikwambie. Wangapi wanaamini chakula cha mwili kinaleta nguvu? Wangapi mnaamini hivyo? Nyosha mkono juu. Unayeamini chakula hiki unachokula kinakutia nguvu, unapata nguvu. Kama una njaa ukala chakula unapata nguvu. Nani anaamini hivyo? Nyosha mkono juu. Aha, sote tunaamini hivyo, si ndio? Kuna mtu asiyependa kula chakula? Hapana. Haijalishi unakula cha aina yoyote, ili mradi ni chakula. Kuna mtu asiyependa kula? Hapana. Aha, tunaamini chakula kinakutia nguvu. Sasa Yesu anasema chakula changu ndicho hichi, niyafanye mapenzi ya Baba aliyenituma. Nimekwambia hivi, ili uweze kutembea na nguvu za Mungu mpaka ukae kwenye mapenzi yake. Na kama chakula kinaleta nguvu ya kimwili, yani wali, dagaa na maharage, wali na nyama ya kuku na samaki, vyovyote vile, na ugali na matembele, hata kama mtu akula ugali na matembele tu, yani hata na ugali na chumvi na maji ya kunywa tena ya baridi, hata kama unakula hivyo, lakini si vinakupa nguvu, si ndio? Si vinakupa nguvu? Kama chakula cha kimwili kinakupa nguvu, Yesu anatuambia kwamba chakula changu ndicho hiki, niyatende mapenzi. Nisikilize vizuri hapa, nikusaidie kitu. Chakula changu ndicho hiki, niyatende mapenzi ya Baba aliyenituma niimalize kazi yake. Kumbe unapokuwa unatenda mapenzi ya Mungu, yale kuyafanya mapenzi ya Mungu inakujaza nguvu za kuendelea kwenye kusudi. Yaani kuyatenda mapenzi ya Mungu manake ni chakula kinakutia nguvu usirudi nyuma, uendelee. Unapokuwa unafanya mapenzi ya Mungu, tafasiri yake ni chakula, manake nafsi na roho inazidi kushiba. Kwa sababu unayafanya mapenzi ya nini? Kuna nguvu itakutembea. Kama chakula cha mwili kinakuletea nguvu ya kimwili, si ndio? Na chakula cha roho kinacholeta nguvu ya kimwili ni kuyafanya mapenzi ya Mungu. Unanielewa au hujanielewa? Yaani unapokuwa unafanya yaliyo makusudi ya Mungu, tafasiri yake roho yako, nafsi inajaa nguvu. Kama unahitaji kutembea na nguvu za Mungu, yafanye mapenzi yake, kwa sababu nguvu za Mungu itakuja kwa sababu unafanya mapenzi ya aliyekutuma. Maanake ukitoka nje ya mapenzi ya Mungu ni sawasawa na mtu ambaye hali chakula amekonda, amenyongonyea. Oh my God. Yaani yule mtu mwenye kwa shako amekosa chakula, si ndio? Tayari unapokuwa unatoka nje ya mapenzi ya Mungu, rohoni umeugua kwa shako, ni mtu ambaye hauna chakula kwa sababu uko nje ya mapenzi ya Mungu. Hujanielewa? Mapenzi ya Mungu ni kila alichokuambia ufanye. Nataka nikwambie hivi, kuna watu huko hapa unakuwa shako ya kiroho kwa sababu umeyaacha mapenzi ya Mungu, unafanya vya kwako. Kimwili unaweza kuwa umenenepa. Ngoja nikwambie, tunapokuwa tunafunga, si unakuwa umaliza kufunga umekonda mwili? Naongea na watu hapa? Naongea na watu? Nisikilize. Tukiwa kwenye mfungo, sema tukiwa kwenye mfungo, unatoka mfungoni mwili umechoka na umekonda, si ndio? Ila rohoni umekuwa giant bounce. Yaani mtu angekuzumu rohoni, wewe wa ndani ni mnene, ni bounce, yani umejaa chest, misuli imetuna. Ila mwilini umekonda.
tafasiri yake nini? Ulikuwa unayatimiza mapenzi ya Mungu kwa ajili ya kufunga, ndani unajaa nguvu. Sasa yule mtu aliambiwa na Mungu afanye 1, 2, 3 hajafanya, alafu anaendelea, mwili wake anaweza akawa anakula chakula kizuri, supu ya dini, limwili limenenepa. Halo, limwili limefanyaje? Limenenepa, ila rohoni ayumo kabisa, keshabakia kaivi. Yani hata shetani aikapuliza na upepo usiku tu ameshakaniga usiku, wengine mapepo yamelala naye, majini maba yanamtembelea, manini yanamgeuza anavitaka, lakini likiamka asubuhi limwili libounce hivi, ila usiku limelala linaburuzwa tu, lakini asubuhi akiamka libounce. Yani mwili una chakula, roho yake haina chochote. Manake ameyaacha mapenzi ya nini? Ukitaka ukae na nguvu za kutiisha, kaa kwenye mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu sio mepesi, mengine yanaumiza. Kuna wakati mwingine ukitaka kuyafanya mapenzi ya Mungu, unashangaa atakwambia kitu kigumu. Ibrahimu aliambiwa atoe mwanae Isaka, mapenzi yake Mungu ndo alitaka hivyo. Nikuulize wewe, utayaweza wewe? Tuambizane ukweli, wewe utaweza? Toa gari yako hiyo ulionayo peke yake uilete. Sema hii ndo mapenzi ya Mungu yanahitaji hivyo, maamuzi magumu. Unanielewa? Amen. Na kufundisha vitu ambavyo vitakusaidia na familia yako. Ukitaka upate ushindi kwenye chochote, mnasikia nyinyi ambao mnasoma shule? Halo? Amen. Mnasikia ambao mnasoma, ukitaka upate ushindi kwenye chochote, kubali kukaa kwenye mapenzi ya Mungu. Nje ya mapenzi ya Mungu utapata zero na zingine mpaka utajitwisha sufuria ya sufuri. Yani utajitwisha mpaka lisufuria la sufuri. Kwa sababu Mungu hawezi kukufanikisha huko nje ya mapenzi yake. Mapenzi ya Mungu hayafurahishi. Kuna mwingine unaweza ukaambiwa kitu ukashangaa. Unashangaa anakuja mtumishi pale nyumbani, au unamwambia akuja mtumishi, labda una nyumba kubwa na nyingine ya kusha, unasikia sasa kwambia kwamba hiyo nyumba nyingine ya jirani, hiyo ambayo umejenga sehemu, mpe mchungaji au anaishi huko. Nilitaka nipangishe nipate hela nirudishe ile hela, mpe tu aishi. Baada kusema hii. Sasa unakataa. Unapokataa umeanza kukonda. Nikwambie kinachotokea, utashangaa ile nyumba yako milango imefungwa. Unashangaa nyumba zingine zote zinapata wateja wa kupanga. Ya kwako akikaa tu ni siku 3. Au wakai wanaanza kuambia hiyo nyumba ina maruweruwe. Kwa nini na maruweruwe? Ulinzi wa Mungu umeondoka. Mashetani wanafanyia humo vikao. Mmenielewa? Mmenipata vizuri? Amen. Anasema nimekwambia mapenzi ya Mungu yafurahishi. Yesu, hiyo utaisoma Yohana na Mathayo mwenyewe 26 kuanzia mstari wa 39, soma mwenyewe. Yesu wakati yuko pale msalabani, wakati akaribia kuwekwa msalabani, anawaambia wale mitume, anawaambia, akawaacha pembeni, akaenda pembeni akaomba. Alivyoomba akarudi akutoa amesinzia akina Petro. Akawaambia, nyie jamani, mmekataa hata ukesha mimi hata risali moja. Akaambia, nyanyukeni muombe msije mkaingia majaribuni. Akaacha wameamka wanajiombe. Kama nyie wengine ambao nawaamshaga kwenye usiku wakati mwingine mnanitiaga moyo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nikiondoka tu, nikiondoka. Bwana Yesu atufiwe sana. Mnanitia moyo, na Yesu alimfanyia hivyo na kina Petro. Wakaomba, alivyoenda tena kuomba pembeni nao pembeni. Siku zote kiongozi asingekuwa wanaomba peke yake. Akaenda kuomba kule pembeni. Akarudi tena akakuta ndo kwanza wanakoroma wameshalala. Akawaambia. Biblia inasema wakalala tena kwa sababu macho yao yalikuwa mazito kama wewe yanavyokuaga mazito. Unaombaga wakati mwingine unaomba kwa jina la Yesu Kristo. Nakemea toka Yesu. Shetani. Mwingine unamkemea Yesu. Unaomba wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Macho nini? Mazito. Akarudi akuta amesinzia. Akabidi awaache. Akajua wana finali ya kuomba, hawa hawajapokea uamsho wa Roho Mtakatifu. Akasubiri siku ya baada ya Pentecoste waliomba hawana kikomo. Walikuwa hawajapokea. Sasa point yangu iko hapa. Yesu aliporudi mara ya pili, akaomba akasema, mara ya kwanza alienda akaomba akasema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Si mnajua hiyo story nyote? Mwili ukawa unamsumbua. Kikombe hiki niepuke. Akaenda akarudi mara ya pili. Akasema, Baba,
ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Mbingu ikanyamaza. Kwa nini mbingu ilinyamaza? Ni kwa sababu alikuwa anataka atoke kwenye mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu alitakiwa Yesu asulubiwe, apigwe mikuki, apigwe mijeledi, adhihakiwe, atunikwe msalabani ili sisi kwa damu yake tuokolewe. Ndio alikuwa mapenzi ya nini? Ya mbingu. Sasa yeye mwili wake unashawishi usiende msalabani. Mbingu haiwezi kukubali hivyo. Mbingu inataka mapenzi yake tu. Mapenzi ya Mungu pengine yanaumiza. Mapenzi ya Mungu pengine ni taji ya miba. Mapenzi ya Mungu pengine ni dhihaka. Mapenzi ya Mungu pengine ni kuchoma mikuki. Mapenzi ya Mungu pengine ni kutukanwa. Mapenzi ya Mungu pengine ni kusingiziwa. Mapenzi ya Mungu pengine ni kukataliwa. Mapenzi ya Mungu pengine ni kusema mambo ya uongo. Lakini katika hayo mapenzi ya Mungu hayo ukiendelea kusimama nayo, pale baada ya matukio yote ndio unakujaga utukufu mkubwa. Amen. Si umenielewa? Amen. Akarudi tena ya tatu. Alivyosema sio kama mimi nipendavyo, bali mapenzi yako yatimizwe. Mbingu ikasema safi, ikaweka tiki. Akaja Yuda na makamanda wengine wakamkamata. Sasa alikubali mapenzi yake Mungu. Unanielewa? Nikufundisha stage ya kuomba. Wakati mwingine uko unapitia ugumu, unamwambia Mungu yatimize tu mapenzi yako. Sasa unaweza kushangaa mapenzi yako nataka yatimize mapenzi yake kwako. Anakwambia nataka ufanye 1 2 3. Ukubali kifanye tu. Usiome mapenzi yako yatimiza afa akupa mfumo wa mapenzi yako unaona bado ni magumu. Umenielewa vizuri? Umenielewa? Yaani Yesu anagonga misumari, yuko ndani ya mapenzi ya Mungu. Mtu yeyote ukiona unawaza kwamba kugonga misumari kwa Yesu alionewa, wewe una matatizo. Alikuwa anatimiza kusudi la Mungu, ilikuwa kwenye mapenzi ya Mungu. Maana ukisema alionewa hauna maana ya kuokolewa na Yesu sasa, kwa sababu Yesu hajaonewa. Yesu alitimiza mapenzi, ndio maana anasema aliutoa uhai wake ili aje aupokee tena. Yesu hakuondolewa uhai na mtu, yeye aliutoa mwenyewe ili aupokee tena. Alikuwa anatimiza mapenzi ya Mungu. Ona mijeredi kwenye mapenzi ya Mungu. Ona mikuki. Ona misumari. Halo! Si kama unanielewa. Mijeredi, ona misumari. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini alikuwa anatimiza mapenzi ya nini? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jambo la 4. Tumebakiza la 4 na la 5. Nitaenda haraka haraka tuingie kwenye mambo. Jambo la 4. Mambo ya kufanya ili kuzitunza nguvu za Mungu. Jambo la 4. Nimekwambia la 3 ni kukaa kwenye mapenzi ya Mungu, si ndio? La 4 ni tafuta sana kwa bidii kupata maarifa ya habari za Mungu au kupata maarifa ya ufalme wa Mungu. Tafuta kwa bidii kupata maarifa ya ufalme wa Mungu. Tafuta kwa bidii kupata maarifa ya ufalme wa Mungu. Daudia tena, tafuta kwa bidii kupata maarifa ya ufalme wa Mungu. Nikwambie kitu. Halo, nikwambie kitu. Mungu hawezi kukupa nguvu zaidi ya kiwango cha maarifa ulionayo. Narudia tena. Mungu hawezi achilia nguvu zake zaidi ya kiwango cha maarifa ulionayo. Umenielewa? Umenielewa? Amen. Umeandika hii ya 4? Umeandika ya 4? Mungu hawezi kukupa nguvu zaidi ya kiwango cha maarifa ulio nayo. Umeelewa vizuri? Manake Mungu sio wa kufojifoji. Mungu sio wa kuharibu nguvu zake. Nguvu za Mungu anampa mtu ambaye ana maarifa. Yaani kiwango kile kile cha maarifa ulionayo kwa habari za ufalme ndio kiwango kile kile cha Mungu atakachokupa nguvu. Umenielewa vizuri? Amen. Yaani kiwango cha maarifa utakayokuwa nayo. Nimekwambia maarifa ni nini? Ni uelewa sahihi juu ya kile unachokifanya. Umenielewa? Ndio maana kuna watu wengine watumishi wa Mungu anaweza kawa na karama kubwa, ila Mungu hawezi kumpa nguvu zaidi ya maarifa alionayo, kwa sababu ile nguvu ataiharibu, itapotea bure. Yaani uwezo ukapata silaha
za Mungu nje, uweze ukapata silaha za kivita hata kwenye jeshi, wakati zile silaha hujui kuzitumia. Unapewa silaha kulingana na silaha ile una uzoefu wa kuitumia, unaijua kuitumia, si ndio jamani? Sasa Mungu anakupa nguvu zake ni kwa ajili ya kazi. Hawezi kukupa nguvu zaidi ya kiwango cha maarifa ulionayo. Sasa watu wengi, hiki ndio kimekumba hata kanisa la leo. Mfano leo asilimia kubwa, kwa sababu ya maarifa kuwa madogo, asilimia kubwa watumishi wengi wakiona mtu ameshika kitu hivi, amekiombea, kimepokea nguvu za Mungu, wanamuita ni wa shetani, kwa sababu ya maarifa kuwa. Mfano, mtu amenyosha hivi mkono hivi, mtu ana pepo likacharuka, hajasema chochote, kanyosha hivi, tunaondoka. Wanasema hii nguvu sio ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu yule mtumishi anayeropoka hivyo na washirika wake, maarifa yao yameishia hapo. Yaani kulingana na maarifa yao madogo, wamempa Mungu mipaka. Kwa hiyo Mungu hawezi kuachilia nguvu zaidi ya maarifa ulionayo. Umenielewa vizuri? Umenielewa vizuri? Mfano, kwenye biashara yako nimekuambia, Biblia inasema kwamba ndani ya kinywa chetu kuna uzima na mauti. Nikakwambia kwamba kwenye kinywa chako unaweza ukatamkia chochote, hata biashara yako. Si mpaka tu nipigie pastor simu, ukaamka ukamtamkia mtoto neno asubuhi, alafu ile neno kama unaitamka likaleta matokeo. Tayari una mamlaka ya kinywa. Sasa hiyo ni maarifa nakupa. Ukiona tamko ukamwambia mtu mwingine, mimi ndio huwa namuombea mtoto, kama yeye kura hajapata hiyo maarifa, ataona wewe unajiinua. Anielewa vizuri? Yeyote ambaye nimekutana hata kwa muda mchache ambaye nimekaa hapa, kama wewe umekutana na mimi mpaka dakika hii, kwa hii miezi michache ambayo tumekaa pamoja, si ndio? Umeshapokea neema ya mamlaka ya kinywa. Unaweza ukatamkia chochote kikawa. Anza kutamkia watoto wako, biashara yako, ndoa yako. Anza mwenyewe, usisubiri. Tamka kila siku asubuhi. Unanielewa? Wangapi mnanielewa? Umenielewa? Anza kutamka kwa habari ya chochote. Mungu hawezi kukupa nguvu zaidi ya kiwango cha maarifa. Na kinachotofautisha mtumishi na mtumishi, kinachotofautisha huduma na huduma, wakati mwingine ni kiwango cha maarifa yaliyoko maeneo fulani. Kwa neema Mungu alionipa, kuna mtu ambaye anaweza akatoka hapa akaenda sehemu nyingine, akaona mtumishi anafundisha, akashtuka, akashangaa, akasema mbona hivi vitu, mbona hichi kitu ni cha kawaida, mtumishi kinampa shida. Umenielewa vizuri? Yaani kuna vitu ambavyo tunataka nikafundisha hapa kwa neema Mungu aliyotupa, si ndio? Yaani unaviona kama vile vimekutoa kwenye kibasket fulani, pambo liko mahali, kumbe haiko hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu za Mungu haziji ambapo hamna maarifa. Utazitumiaje? Ndio maana siku moja niliwahi kutana na mtu yuko kanisani, anasali mahali, pepo limelipuka nimekutana naye, tuko pamoja, tukawa namuombea mtu, pepo likalipuka. Sasa mimi nikaendelea kuongea naye, yani kaacha aliyelipuka pepo amedondoka hapo, nikaendelea kuongea na huyu. Alafu kumbe ninapoongea naye yeye anawaza ndani ya akili zake, mbona hajawahi kufukuza hili pepo, litakuwa na shida. Yani hajawahi kulifukuza, tunapoteza muda huko. Yani akili yake anawaza likikimbia, yani kama vile umemkamata mwizi, umwaimwai umshika hajatoroka. Yani akawaza litatoroka labda kwa akili zake. Kwa sababu yeye keshazoea pepo likionekana pale kwenye huduma alipo, huwa wanalivamia haraka. Wanalivizia chap. Sasa mimi ngamaliza kuongea naye, tukapiga story, ngamaliza nikaanza kufungua ile pepo, akaondoka. Alikuja kuniambia baadaye kwamba mimi nilizani pale unatakiwa uwaiwai, ulifukuze haraka haraka. Ni level ya maarifa alionayo. Umenielewa? Ukishakuwa mtu askari mwenye maarifa, hata vibaka hawatakusumbua. Umenielewa vizuri? Ukijijua wewe ni nani? Ngoja nikusaidie. Hapa nataka nikujaze na kingine cha mamlaka ambayo ulikuwa hujaelewa. Kwenye eneo la nguvu na mamlaka vinaambatana, nikujaze kitu. Maarifa ni uelewa sahihi ulionao kwenye kile unachokifanya. Umenielewa vizuri? Ukishajijua mimi ni mwana wa Mungu, unajua kuna nchi kule inaitwa mbinguni. Nilikuwa mbinguni nikaja duniani kwa ajili ya kutimiza kusudi. Umenielewa? Na niko ndani ya lile kusudi. Utakiwi kuwa na papara na nguvu yoyote ya giza.
Nikisema nguvu ya giza nasema vitengo vyote, wachawi, waganga, mapepo, majini, takataka zote. Uwe ndani ya nyumba, haja ajigeuza kama nyoka, baadaye kuku, baadaye mtu adageuke hivi, usistuke. Anakutisha. Una maarifa ya vyote, una mamlaka ya vyote hivyo, unanielewa? Ngoja nikufundishe kitu. Wangapi ambao mliwahi kupanda magari mkasafiri? Kupanda magari hata kama ni budada, hujawahi kuvuka Mwanza. Wewe nyosha tu. Wangapi uliwahi kupanda hata kadadala kajero hujapanda jamani? Aha, sijauliza ndege, nauliza magari. Ndege hiyo sio shida, wewe utapanda tu baadaye. Mungu atakusaidia. Magari, nyosha mkono. Aha. Umeelewa? Yote mshapanda. Wangapi mliwahi kumua mmepanda gari mkaona trafiki mbele? Mkakutana na trafiki akasimamisha gari uliokuwa umepanda, wangapi? Aha, nyote mmewahi kukutana kuwa mmepanda gari trafiki akalisimamisha, si ndio? Sasa ngoja nikuulize swali. Hapa ndo nakupa maarifa. Na kwa taarifa yenu niwaambie kitu. Watu hauangamizwa kwa kukosa maombi, hauangamizwa kwa kukosa mifungo, wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maarifa ndio yanamfanya mtu mifungo yako iwe na maana, maombi yawe na maana, sadaka unayoitoa iwe na maana. Umenielewa vizuri? Maarifa yatakujua kuwa na timing. Unajua mambo ya kimungu mengine yanahitaji timing. Mungu anaweza kukuambia nenda ukatoe hiki leo, ukasema mimi nitakitoa mwaka ujao, umepishana na majira. Sasa hii ndio nakupa maarifa. Trafiki anaposimamishaga hivi gari. Umenielewa vizuri? Akisimama hivi, akisimamisha, akiona gari linakuja, alikuwa pembeni, anaona inakuja, anakuja hivi barabarani. Anafanya hivi. Anamuonyesha dereva weka pembeni. Dereva na mindevu yake kama Osama inakuwa iko hapa. Na unakuta ka traffic kabinti tu kadada kenye kametoka depo hata akajamaliza mwaka. Yaani akaenea hata kwenye kiganja cha dereva. Akitoka akabeba hivi anakabeba na karusha, si ndio? Ila anamwambia weka hapa. Alafu dereva anapiga indicator anatafuta pa kupaki vizuri. Gari hili analipaki, anapaki chap. Alafu kadada kanakuja. Dereva za size, salama, pole na kazi, asante. Nataka nikukague. Nipe leseni yako. Anampa hii hapa. Nionyeshe fire extinguisher, kile kizima moto. Hichi hapa. Nionyeshe first aid, kale kanatembea kwenye magari labda ya abiria. Hichi hapa. Aha. Ngoja niangalie bima. Tulia hapo nikukague. Angalia kwenye mashine bima kama umelipa. Naangalia zile rati kama umelipa. Na dereva amesimama, hawezi kutoka akamgonga. Na amesimama mbele ya gari umgongi. Na yawezekana gari nilisemi ni kubwa, amgongi. Na yule binti amesimama mbele ya semi kabisa hivi, anajua hawezi kunigonga. Yaani anajua hawezi kunigonga. Kinachomfanya yule binti trafiki ajiamini, na dereva ni mkubwa na gari yenyewe ni likubwa, linaweza likamfiatua muda huo, lakini ashtuki. Kinachomfanya yule mtu asiogope, unajua ni nini? Unajua ni nini? Yule binti ana maarifa, anajitambua yeye ni nani na nani kamsimamisha pale na anawakilisha nini. Yule dereva anakuwa atii yule dada, anatii mamlaka iliyomsimamisha pale. Yule dereva gari lile linakuwa si kwamba aliwezi kumgonga yule dada, ni mwili anagongwa, lakini anatii. Dereva anajiuliza, nikimgonga huyu mamlaka iliyomweka pale inanishambulia, bora kupunguza mambo niwe mpole kwa huyu ili mamlaka niendelee kupenya barabarani. Umenielewa vizuri? Umenielewa vizuri? Lakini ukimwona askari anatoka huku anaona gari linakuja, anaruka hivi, simama wewe dereva, simama, simama mama, nipita, simama. Huyo piga vibao, sio askari, sio trafiki huyo, piga. Huyo sio trafiki. Huyo sio trafiki. Umenielewa? Umenipata vizuri? Huyo utamwambia huyo sio trafiki huyo. Si kama unanielewa? Kwa nini? Trafiki anafahamu mamlaka alionayo, anafahamu nguvu iliyomsimamisha pale, anafahamu anayemwakilisha. Manake trafiki anawakilisha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukimgusa trafiki umeigusa serikali. Kabinti kenyewe kembamba kagonge sasa, uone kama utatembea barabarani, kagonge. Segerea ndo tutaukuta unaozea jera, kagonge. Umenielewa? Aya, kapige banzi sasa. Shuka ukapige banzi, alafu uendeshe gari uendelee na maisha. Kama utapita kata moja ya pili hujazuiliwa na gari za field force barabarani, una bahati.
Sasa mtu wa Mungu, ukiwa umesimama kama hapo, umeshajijua kama hivi nilivyosimama. Kwanza najua mamlaka iliyosimamisha hapa ni mamlaka ya serikali ya mbinguni na iwakilisha hapa duniani. Jambo moja. Jambo la pili, naamini aliyenipa nguvu ni yule mwenye nguvu juu ya vyote. Jambo la pili. Jambo la tatu, najua nimeaminiwa na mbingu niwakilisha hapa nilipo, si ndio? Kwa hiyo napomwambia mtu mwenye pepo au mchawi kwamba nyamaza kimya, sio mwili unaouona, najua mamlaka iliyonisimamisha ili niweze kuitiisha hivi. Na wewe pia hivyo hivyo, ukiwa kwenye familia yako, najua kuna mamlaka imekusimamia, unatakiwa kusema wewe. Yaani usirukeruke, alafu uko ndani kitu kimekuja, unasikia kinapiga, Mungu shuka unisaidie. Ni sawa sana trafiki yuko pale Nyamongo anasimamisha gari, anaita matrafiki wengine, anapiga simu, mkimbia muda Nyamongo mnisimamishie gari zinanipita, watamfukuza kazi kesho. Si kama unanielewa? Ajijui mamlaka alionayo, ajui nguvu iliyomweka pale, si ndio? Hapa wewe umewekwa na Mungu, mamlaka ya kimungu ndio inakusimamia. Kila nchi ina katiba na sheria, umenielewa? Nchi ya mbinguni katiba yake ni Biblia, na Biblia hii Mungu ndo anaijua kila kitu. Ndio maana unabii ukitoka wa roho tunaangalia, lakini Biblia tunaishi nayo duniani. Hii ni katiba ambayo tunaishi nayo, tuko kama ubarozini, yani barozi, yani wewe ni barozi wa mbinguni nchini duniani. Unajua hivi vitu nilifundisha, kuna mtu ambao watanisikia kwa mtandao, labda ufahamu umeshafunga, watania naona wewe unielewi. Si kama nasema hivi, si wanasemaga barozi wa Tanzania nchini Marekani, manaka anaiwakilisha Tanzania nchini Marekani, si ndio? Ila yeye ni Mtanzania, yeye ni barozi, anakaa Marekani lakini ni Mtanzania. Na wewe ni mbingu, unamwakilisha mbingu nchini duniani. Katiba inayokuongoza ni ya nchi yako ya mbinguni hii. Na katiba mbinguni imesema nimekupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, ndio katiba yako inasema. Sasa hujanielewa wewe. Katiba sinasema hivyo. Umepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote. Tunajifunza isha kuhusu nguvu, si ndio? Umepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote. Fasiri yake, yule aliyekupa mamlaka ana nguvu juu ya nguvu zote za giza. Kwa hiyo mamlaka ya kimungu ina nguvu juu ya nguvu zote za giza. Ili utembee na nguvu za Mungu, lazima uwe kwenye dimension ya maarifa kama hayo. Nguvu zote za giza. Kwenye soko unakouzia amekupa mamlaka juu ya nguvu zote. Kwenye familia unakoishi umepewa mamlaka juu ya nguvu zote. Njiani unakotembea umepewa mamlaka juu ya nguvu zote. Shuleni unakosoma wewe mwanafunzi umepewa mamlaka juu ya nguvu zote. Ni wewe kujua mamlaka iliyokusimamisha na nguvu ilionayo hiyo mamlaka, na wewe ni nani na katiba yako inasemaje usimame kwa ajili kuwakilisha mamlaka hiyo. Umeelewa binti wewe? Wewe umeelewa? Yaani unatakiwa ukitoka hapo kaudi kule nyumbani, sawa? Umesikia? Ujue umetoka huku na mamlaka nyingine. Yaani jitambue, ukifika pale mtaani ulimwengu wa roho, wachawi na miungu yote najua wewe sio mwenyewe tena. Sasa na wewe ndani ya moyo wako jielewe hivyo. Sikiliza, si mpaka eti uambie watu nimekuja na mamlaka. Trafiki anajulikana hata asiposema. Yaani hata trafiki asiposema mimi ni trafiki, utasimama, anasema hivi simama hapa. Wewe mwenyewe unajua ni trafiki. Si kama kuna mtu anapokea maarifa hapa katika jina la Yesu. Umenielewa? Nguvu za amekupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, aishi hapo na nguvu zote. Yani Freemasoni, Illuminati, wachawi, waganga, wasoma nyota, takataka zote, miungu yote, majini yote, umepewa nguvu zote kuziamrisha. Sasa wewe unazubani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la tano la mwisho. Kitu kinachoactivate mamlaka, kinachoactivate nguvu ya Mungu na kuzitunza. Kitu cha tano. Kitu cha tano.
Kuwa mtu wa kufunga na kuomba. Lazima uwe mtu wa kufunga na kuomba. Hiyo ni lazima. Lazima uwe mtu wa kufunga na kuomba. Hii ndio tunamalizia nayo. Lazima uwe mtu wa kufunga na kuomba. Siku moja, andika Mathayo 17:19 mpaka 21. Mathayo 17:19 mpaka 21. Mathayo 17:19 mpaka 21. Siku moja Mathayo 17:19 mpaka 21. Siku moja Yesu alikuwa yupo kwenye kundi pale, ameenda zake kuomba. Akarudi akakuta mtu mmoja ameleta mtoto wake pale, alikuwa na pepo. Wale wanafunzi wake walikuwa baki, wale wakina Bartimayo, wakina Yuda walikuwa pale, wakina Mathayo, wakawa wamefanya huduma kwa ule ndugu, mambo yakagoma. Hawajakaa sawa. Yesu akarudi na wanafunzi watatu. Yesu alivyofika, yule mtu akamkimbilia Yesu, akawashtaki wale wanafunzi, akaambia, tumeleta. Akasema, nimeleta mwanangu anaumwa 1 2 3, lakini nimewaambia wanafunzi wako wamuombee, wameshindwa kumuombea, wameshindwa kumfungua, wameshindwa kumponya. Sikiliza, baada ya mashtaka hayo, Yesu alichowaambia wanafunzi, akawaambia, enyi kizazi kisichoamini, nitachukuliana na nyinyi mpaka lini? Nitachukuliana na nyinyi mpaka lini? Kuna majira vitu vingine unamuita Yesu, katika roho anazungumza hayo maneno. Yaani kuna vitu vingine anashangaa na hii usingemuita, usingemsubiri. Anaona hii tayari iko ndani ya mamlaka niliyokupa. Halo? Anaona iko ndani ya mamlaka niliyokupa. Anasema nitachukuliana na nyinyi mpaka lini? Akamwambia, mleteni hapa. Akaleta yule mtoto pale kwa Yesu. Yesu akakemea ile pepo. Alitumia kauli hii, akasema, ewe pepo, mimi. Unaona hiyo kauli ya mimi ninakuamuru mtoke mtu huyu. Mimi. Tafasiri yake nini unajua? Anamwambia pepo, wale waliokuwa wanakukemea ni wao. Sasa mimi najijua mamlaka nilionayo, najijua nawakilisha nini, najijua mimi ni nani. Akasema mimi nakurudisha kule, kwamba ukijijua wewe, nguvu za Mungu zitakusaidia kwa sababu unajijua wewe. Akasema mimi nakuamuru mtoke mtu huyu. Sema amen. Amen. Lile pepo likamwachia yule binti, akawa sawa, akaondoka Yesu. Wakina Bartimayo wakasema haiwezekani, wakakimbia wakamkuta pale Yesu alipotulia, wakamwambia hivi, mbona sisi tulimkemea hatukuweza? Sikiliza Yesu anavyoja, akasema kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Umenielewa vizuri? Nguvu za Mungu pia jidhihirishe kwako, sahau jambo hili. Leo sifundisha na somo la imani. Nguvu za Mungu zinaambatana pia na nguvu ya imani. Kama huna imani pia nguvu za Mungu hutaziona, kwa sababu tunashindana katika ulimwengu usioonekana. Umeelewa vizuri? Akamwambia hivi, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu ndio maana ili pepo alikutoka. Alafu akasema hivi, ukiwa na imani kama punje ya haradali, utasoma mwenyewe hayo maandiko na yaelezea. Ukiwa na imani kama punje ya haradali, sema halo. Wewe ulikonifikisha, Mungu anitie nguvu. Mkiwa na imani kama punje ya haradali, umesikia?
mtaweza kuambia mlima huu, sio ishu ya pepo tu. Anasema mpaka na mlima mtauambia ng'oka ukaondoke ukatupe baharini, na huo mlima utatii. Sasa lakini anamalizia akasema, lakini namna hii, huo ndo mstari wa 21. Lakini namna hii, yani namna ya pepo kama ilivyokuwa ili king'ang'anizi, haiwezi kuwatii. Labda uwe ni mtu unayeishi maisha ya maombi na mifungo, ndio ili pepo la hivi litakutii. Ndio maana akasema haiwezi kuwatii, labda kwa kufunga na kusali. Tafasiri yake nini? Pepo zingine hazitakutii. Yaani kuna wakati hautapata mamlaka kubwa na nguvu kubwa kama wewe sio mtu wa kufunga na kuomba. Yaani kuna wakati mwingine ili upate nguvu na uzikae nguvu za Mungu zidi kuongezeka kwako na ukae nazo, mpaka uwe ni mtu wa kujizabiu. Yaani uwe ni mtu wa kufunga na kuomba. Umenielewa vizuri? Umenielewa vizuri? Amen. Umenielewa? Amen. Kuna vitu vingine hautapata majibu mpaka uwe mtu wa kufunga. Kama unakwepa kufunga na kuomba, kuna baadhi ya majibu unayakwepa. Narudia, kama unakwepa kufunga na kuomba, umesikia binti wewe? Si eti kwa sababu umeenda ambayo tuwe tunakupigia simu funga. Wewe amua kwamba mimi kwa wiki nitakuwa nafunga angalau masaa 24 kila Ijumaa au Jumamosi kucha Jumapili. Naombea kitu fulani, si ndio? Kwa nini leo unasitiza sana wewe hapa? Mungu leo amekupendelea ujue. Kila dakika nakupa wewe maelekezo. Haleluya. Kuna vitu vingine havitatokea kama hujaamua kujizabiu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unanielewa? Hapa nisikize vizuri kwa sababu tunamalizia. Yaani ndio cha 5. Akisema mengine haiwezekani bila kufunga na kuomba. Nimekwambia kuna mambo unaweza ukang'ang'ana nayo. Miaka nenda rudi, hautoboi mpaka ubadilishe gia angani. Kama wewe unapenda kula milo 3 kwa siku, alafu unapenda kula milo yote siku 365 mwaka mzima, unakula wewe, unakula mpaka umekula, yani umekula mpaka umekula. Endelea. Huyo jini mahaba atakutembelea mpaka wewe kula chakula mwili ushibe. Atakuwa anakuja umetaka hujataka. Endelea. Huyo chuma ulete wako huyo. Chuma ulete atakuja mpaka atakuja anatembea hivi unamuona. Mimi ni chuma ulete nimekuja leo kuchukua ile hela kwenye kopo lako. Kama unapenda yani wiki nzima, mwezi mzima, mwaka mzima hujata chakula hata masaa 12. Halo. Umenielewa? Atakuja huyo. Umenielewa? Kuna viwango hautafika kwa sababu unaendekeza msosi. Mwambie mwenzako unaendekeza msosi. Na kama hujaamua, sikiliza. Kufunga ni utiari wako. Umenielewa binti yangu? Kufunga ni utiari. Unapoweka utiari, Mungu anakupa neema. Kama hujawa na utiari, Mungu hakusaidii kufunga. Kwanza ukiona Mungu amekwambia kwamba nenda funga, mbingu imekupendelea, shukuru Mungu sana ti. Yaani ukiona Mungu amekwambia funga, mbingu imekupendelea. Yaani funga, mbingu imekupendelea. Yaani funga mbingu ikisema si kwamba itakuja nasema kwa itakuletea ndoto. Pengine atamwambia mtu, atakwambia funga siku 3. Sasa wewe unachukulia ni maneno yake kasema. Kumbe mbingu imeshaona unachokipitia, imeamua kusema fanya. Sasa Mungu anataka akusaidie kwamba ukifunga akupe ufunuo cha kufanya. Wewe ndio kwanza umeandaa wali kuku. Siwezi kumwacha kuku wangu. Siwezi kumwacha. Haya mle kuku. Sasa chagua kula kuku au Mungu akusaidie uchukue na kililia. Nehemia sura ya 1 mstari wa 3 na 4. Nehemia sura ya 1 mstari wa 3 na 4. Ndio tumemaliza nayo hiyo Nehemia. Isome haraka hapo binti yangu. Nehemia sura ya 1 mstari wa 3 na 4. Usisahau, unaweza lia machozi, unaweza garagara, lakini Mungu anasikia, ila anakupa cha kufanya. Sema atakwambia funga labda siku 5. Hata za masaa 12 tu. Funga labda siku 7, masaa 12 tu.
Baada ya hapo kumbe kuna mpenyo. Sasa shida inakujaje? Sema Mungu anaweza kukwambia funga, si ndio? Akakwambia funga leo, ukajiwekea ratiba zako za kibinadamu, mtafunga wiki ijayo, umepishana na majira. Mungu kuna majira, kuna wakati anaendana na muda, yani yuko kwenye majira. Yani nimekwambia kuna vitu vya kimungu balance kwenye majira. Ukipishana na muda wa Mungu umepishana na hatima yako. Mwambie mwenzako ukipishana na muda wa Mungu umepishana na hatima yako. Yawezekana somo hili umeisikia leo halitajirudia tena. Sasa ambaye umefika kwenye ibada leo umekutana na majira ya Mungu ili somo hili likusaidie. Sasa Mungu anaposema tii muda huo fanya cha kimungu, kwa sababu ukipishana nayo sema umepishana na majira yako. Soma hiyo Nehemia 1:3-4. Nataka nikwambie kuna kitu nataka nikufundisha. Nehemia 1:3-4. Karibu soma haraka. Ndio nasema. Sa chap changamka. Wakaniambia watu wa uhamisho. Wakanambia watu wa uhamisho. Waliosalia huko katika wilaya ile. Waliokuwa katika wilaya ile. Wamo katika hali ya dhiki nyingi. Wamo katika hali ya dhiki nyingi. Na mashtumu. Tena ukuta wa Yerusalemu. Umebomolewa. Umefanywaje? Umebomolewa. Umeokolewa tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nikamuuliza, nimeona huyu siko naye nimuulize tuko wapi. Tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa, si ndio? Na malango yake yameteketezwa kwa moto. Mstari wa 4. Nehemia alivyosikia hizo habari, akasikia hizo habari. Hata ikawa niliposikia maneno hayo, mimi Nehemia hizo habari, nikaketi, nikalia, nikaomboleza. Shika break hapo kama umesimama binti yangu. Nehemia aliposikia habari za kuta ya nyumbani kwao, huyu Nehemia alikuwa ametoka nchi anaenda kufanya kazi nchi ya ugenini. Akawa anafanya kazi ametoka kwao. Sasa wanakuja ndugu zake kutoka nyumbani kwao, wanakuja kumtembelea na kufanya kazi ya once boy. Umenielewa? Wakafika pale akawauliza habari za nyumbani. Wanasemaje huko? Sikiliza taarifa ndugu zake akamwambia Nehemia. Kilichotokea kule, sema kilichotokea kule, yani hali ni mbaya sana. Kwanza zile kuta zilizozingira mji wetu zote walizibomoa maadui. Baada ya hapo milango yote wakachoma moto wakateketeza. Yaani sasa hivi watu wa uhamishoni wote wako na dhiki kupita kawaida. Ndugu zako wote, wazazi, mama zako wako na dhiki. Sikiliza, wakampa hiyo habari. Nehemia baada ya kusikia hiyo habari za kwao kilichotokea wazazi wake, Biblia inasema akakaa, akalia, akaomboleza. Pamoja na kulia na kuomboleza hakuna jibu lilitokea. Nisikilize vizuri. Nehemia alipopata hizo habari za kwao, Biblia inasema akakaa, akalia, akaomboleza. Si ndio jamani? Tumesikia wote. Nehemia alivolia akaomboleza, hakuna jibu alipata. Ila aliishia kufuta machozi na makamasi na kugaragara chini. Yowe kubwa chumbani, inawezekana kama alikuwa ametengewa nyumba yake ya kuishi mwenyewe kama mfanyakazi. Yowe kubwa ndani ya nyumba, lakini hakuna majibu. Sema kitu gani kilikosesha Nehemia majibu? Hicho nataka nikwambie wewe. Kuna mtu huko mahali hapa, sema kuna mtu unanisikiliza mahali hapa na mwingine utasikiliza kwa mtandao. Kuna vitu umekaa sana umevililia. Umelia machozi, Bwana nikumbuke, imekuaje Bwana, mbona umeingilia hiki? Baba fanya hiki. Umelia machozi, umekaragara. Maombi mengi ya machozi unalia, sio vibaya kumlilia Mungu, ni vizuri kabisa. Lakini kwenye maombi hayo ya machozi huwa kuna kitu Mungu anakusemesha. Sasa kile cha kukusemesha baada ya machozi ndio kile unatakiwa ukichukulia hatua. Kwenye jambo unaokuwa unalipitia unalia machozi. Mle kwenye machozi, kwenye kugaragara, kwenye maumivu, si ndio? Unapomlilia Mungu kuna kitu atakwambia. Lile jambo atakalo kuambia, aidha kwa ndoto, aidha kwa unabii, aidha kwa maono, aidha kwa kusikia unabii kutokea kwa mwingine, neno kutoka mwingine, aidha kwa kusikia neno kanisani kama hivi. Kama hapa kuna watu ambao Mungu anasema nao kama sasa hivi tunaposikiza neno hivi. Mungu anazungumza na wewe. Sasa kile ambacho ulikuwa unalia, Mungu anakiletea majibu unaposikiliza neno lake kama hivi.
ni wewe kufanyia kazi kila alichokupa kwenye neno lake, baada ya machozi mengi, baada ya kugaragara, baada ya kuomboleza. Lile neno atakaolileta baada ya hapo ndio lifanyie kazi. Ukikalia kulialia is not enough. Kulia hakutaisha. Mungu atakunyamazisha, akupe neno katika machozi. Mungu anakupa neno. Hebu soma habari za Nehemia. Endelea hapo, sikie. Nehemia alilia, aliomboleza, alifanyaje? Makamasi yakamtoka, akashindwa hata kula, akanyongonyea mpaka mfalme akawa amemuona amenyongonyea, lakini jibu likatoka kwenye machozi na kilio na maombolezo. Mungu akampa jibu cha kufanya. Hicho ndo Nehemia alipokifanya kilimpa majibu. Soma hapo. Kisha nikafunga. Baada ya kulia na kuomboleza, alilia na kuomboleza huku ameshiba chakula kwa mfalme. Alikuwa anafanya kazi kwa mfalme kama houseboy kwa rais, sawa? Si unazijua zile baga za kwa rais, nini, kuku, nini, chai ya maziwa, kila kitu kiko fresh. Anamlilia Mungu, anaomboleza, ameshiba. Mungu akamsikiliza. Sasa anampa Nehemia jibu akulipata. Umenielewa? Umenielewa vizuri? Likamjia wazo. Kuna wakati mwingine Mungu anakupa wazo. Umenielewa? Kuna wakati mwingine Mungu anakupa wazo baada ya kulialia na kugaragara. Nisikilize, kugaragara kote, kuomboleza kote ambako hakujatoka na jibu, baada ya kujawa na matokeo. Umenisikia vizuri? Kuna wakati Mungu sana kwa level ya watu wengi anatumia wazo. Anakupa wazo baada ya machozi, fanya 1 2 3. Kuna mwingine ulilio kagaragara, ukashangaa kuna wazo linakujia, nenda ukafanya hiki na hiki pale kanisani, ufanya hiki. Wewe ndio hilo wazo kaliweka chini. Alafu kesho narudi tena kugaragara. Au wakati huo umemaliza kugaragara hivyo na kulia machozi, akwambia nenda funga siku 3. Fanya hivi na hivi. Baada ya kufunga hizo siku 3, umerudi tena kugaragara. Baba, hujafunga, umeshiba, umevimbiwa na alina mali. Si kama unanielewa? Ona Nehemia, baada ya hapo anza akafunga, akafanyaje? Kisha nikafunga. Akapata wazo, sasa haya maombi hajajibiwa. Nimegaragara, nimeshiba, nimegaragara, nimeshiba chai, nimeshiba kuku, nimeshiba wali kwa mfalme, nimeshiba vitu vyote, vitunguu saumu nimeshiba vitunguu saumu vya Misri, vya Babeli. Sasa nabadilisha mfumo. Wazo likamjia, funga na kuomba. Hacha chakula, hacha maji, hacha hiki, alafu rudi mbele za Bwana. Kisha Biblia inasema Nehemia kisha akafunga. Nikaomba mbele za Mungu. Akafunga na kuomba mbele za Mungu. Mstari wa 5. Nikasema, akasema, nakusihi Bwana Mungu wa mbinguni. Unasikia maombi ameanza. Sasa ametoka kwenye ishu ya kulialia na kugaragara. Kugaragara na kulia kumemletea wazo funga. Mungu amemwambia naona kilio chako, ila kuna vingine havitatokea usipofunga na kuomba. Kesho yake, haiwezekani baada ya wiki moja, ikaingia maombi ya mfungo. Sasa hapo Nehemia angepishana. Umechekesha kitu watu wanapishana na baraka. Ameshalia na kugaragara, amepata wazo, nenda ufunge na kuomba afu uanze upya maombi. Sasa Nehemia angetoka akasema, kwa sababu chakula cha mfalme ni kizuri na bado nina njaa, nitafunga mwaka ujao. Imeishia hapo, amepishana na majira. Umeelewa? Amepishana nini? Haijalishi ulikuwa na njaa namna gani, ukiambiwa na Mungu funga kwa ajili ya kuombea jambo hili, hata kama kile kilichopikwa ulikuwa unakitamani sana, kiache. Nakupa siri wewe. Tofauti na hapo utakuwa ni mtu wa makamasi na machozi Januari to Disemba, lakini hakuna kina happen. Utalia, utakuja hapo utatureneshiria makapeti yetu hapa, yatakauka, we bado yako pale. Yanakauka leo, kesho unarudisha machozi mengine. Ndiyo, lia. Na unashangaa unatoka hapo, labda Mungu hajakupa wazo, unatembea tu hivi, unakutana na katoto kama hapo, kanakwambia, "Au mama, tufunge na kuomba, tufunge labda." Ni Mungu ametumia katoto kako. Ila wewe umeendelea kung'ang'ana, hapana, nitafunga tu mwezi ujao, sasa hivi nilikuwa naongeza afya. Alafu kesho unarudi tena.
Ya ndivyo Mungu anavyosema, wewe unapishana na majira yako. Nehemia alivyofunga na kuomba ndo akapata majibu. Mungu akamwambia, nenda kwa mfalme, umepata kibali, mwambie mfalme akuruhusu uende kujenga zile kuta. Nehemia akatoka pale ndo akaenda kwa mfalme, alikuta kibali kimeshatokea kwa mfalme. Kumbe maombi ya kufunga na kuomba, sema yana activate nguvu ya kibali. Umemsahau Esther? Wasomaji wa Biblia, Esther mnamkumbuka? Sasa alikuwa anataka, sio sheria kuingia kwa mfalme kwenda kule kuangalia nini, kuenda kumwangalia mfalme kwenye mizimu yake, wanazuia. Esther alipofunga na kuomba siku na wale wakao wakafunga, sasa aliingia kinyume cha sheria. Ndio. Unaona nguvu ya kufunga na kuomba? Unaona? Kuna nguvu inatokea katika mfungo na wa maombi. Usidharau na usipishane na majira. Usipishane na majira. Nikwambie kitu. Ukiona Mungu amekuweka chini ya kanisa lenye ufunuo huo wa kufunga na kuomba, shukuru Mungu na huo unatoa sadaka ya shukrani kila siku. Kwa sababu kuna kanisa hata mchungaji mwenyewe anafungaga masaa 4. Yaani anasimaga anafunga toka asubuhi hadi jioni, atakunywa saa 5 eti kafunga. Si ndio jamani? Halo? Amen. Halo? Amen. Hamjawahi kusikia hapa tunaombea pepo likasema huyu mtu tunataka asiwe anafunga?